Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ripoti haijawahi kusomwa hadharani, naomba ieleweke hivyo. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa hadharani, na wanaotoa maoni yao ya kiuchambuzi kuhusiana na ripoti wanakuwa wanakosea, kwa sababu hiyo ripoti hakuna mtu mwingine yeyote zaidi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio ameweza kuiona. Kwa hiyo kitu ambacho Watanzania tulikisikia ni hotuba. Hotuba sio ripoti. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa popote, na sijui kama itasomwa kwa sababu rais kasema ni ya kwake. Kwa hiyo niliona nianze na huo utangulizi ili kuweza kuweka kumbukumbu sawa sawa kwamba tunapojadili mambo haya tukumbuke tunajadili hotuba ya mwenyekiti wa tume ya uchunguzi aliyoitoa wakati wa kukabidhi ripoti, wakati ripoti yenyewe haijasomwa. Hatujui kilichopo kwenye ripoti. Kitu ambacho tunakijua na tuna uhakika nacho ni hotuba ambayo tuliisikia, na mimi nimeichapisha kama ambavyo nimeipata katika mitandao ya kijamii, na kama ambavyo ilikuwa inasomwa siku ile ilipokuwa ripoti inazinduliwa au ripoti inakabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Siku muhimu kabisa. Nchi ikaanza kushuhudia vurugu zikiibuka katika maeneo mbalimbali ya taifa letu yakiongozwa na Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Songwe, Mwanza na kwingineko. Mpaka ilipofika jioni ya siku ile, tayari kulisharipotiwa uharibifu wa mali na miundombinu, lakini watu pia kupoteza maisha kwa kiwango ambacho mpaka leo idadi yake bado hakuna mtu mwenye uhakika nayo. Likatoka katazo limetolewa na mkuu wa jeshi la polisi nchini, kamanda mahiri kabisa IGP Camillus Wambura, kwamba watu wakae ndani kila inapofika saa 12 jioni ili kuweza kutoa fursa kwa vyombo vya dola au vyombo vinavyohusika kufanya kazi yake katika kuhakikisha kwamba usalama, amani na utulivu vinarejea katika hali yake ya kawaida. Kazi kubwa sana ya kutukuka ilifanyika kutokana na tangazo lile, katazo lile la watu kutoka ndani. Lina uhalali au halina, hilo ni jambo lingine, lakini mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo katika namna tu ya kuwapeleka mbele ili muweze kuelewa maudhui yaliyomo kwenye hotuba ambayo ilitolewa siku ya ripoti ilipokuwa ikikabidhiwa pale kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kiasi fulani hali ilianza kurejea katika usalama, lakini katika amani fulani, ingawa katika maeneo mbalimbali vurugu ziliendelea kuripotiwa kwa maana ya watu kuuliwa bila sababu za msingi, licha ya kwamba maandamano yalikuwa yamekwisha kudhibitiwa. Sasa kwa nini mimi narudi kutoa pongezi kwanza kwa Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais ndio alikuwa mtu wa kwanza kuliambia taifa wakati akiapishwa kwamba nini hasa kilitokea kapelekea vurugu zile zikatokea nchini, watu wakapoteza maisha, miundombinu ya umma na ya watu binafsi ikaharibiwa, mitaji ya watu ikapotea na vitu vingine kama hivyo. Ni rais alitoa msimamo huo wakati akiapishwa. Akasema yale yaliyotokea siku ya tarehe 29 yale yalipangwa tena na watu vijana kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu walilipwa fedha kufanya kile ambacho wamekifanya. Vijana walishawishiwa. Rais analiambia taifa kwamba yaliyofanyika yalikuwa na lengo kuu moja, kuipindua serikali. Na akasema isingewezekana vyombo mahiri kabisa vya dola vikae mpaka visubiri serikali ipinduliwe na madhara makubwa yaongezeke. Kwa hiyo vyombo vichukua wajibu wake mapema, haraka na kwa weledi mkubwa kuzuia mapinduzi yasitokee. Rais anazungumza na akarudia kauli yake wakati akiongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba msivilaumu vyombo vya dola kwa nguvu iliyotumika, kwa sababu
tukio lililotokea lilikuwa ni kubwa sana, na pengine madhara yake kama tukio lile lisingedhibitiwa, pengine madhara yangekuwa ni makubwa sana. Akasema vyombo vilitumia nguvu stahiki. Vyombo vilitumia nguvu stahiki kudhibiti jaribio la mapinduzi. Na hapa nataka nitoe rai kwa Watanzania wote. Ni lazima tukubali kuvipongeza vyombo vyetu vya dola vilivyoweza kudhibiti jaribio la mapinduzi ambalo kama lisingedhibitiwa hali ingekuwa tofauti. Tumeona mifano mingi duniani na mahususi Afrika yanapotokea mapinduzi ya kijeshi au mapinduzi yoyote ya kiraia yenye lengo la kuiondoa serikali halali iliyoko madarakani, watu wanakufa na wanaoteseka sana ni wakina mama na watoto. Lakini sisi tuliweza ndani ya siku 2-3 kudhibiti ile jaribio. Lakini sio tu kwamba tulidhibiti, vyombo vyetu vilidhibiti. No, vilikwenda mpaka kuwabaini waliopanga, walioratibu, waliofadhili na waliotekeleza ule mpango. Na ndio maana ndani ya muda mfupi tulishuhudia mahakama zetu, na hapa pia nataka nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka DPP wakili msomi Sylvester Mwakitalu kwa kushirikiana na jeshi la polisi kwa upelelezi uliofanyika vizuri kabisa, ambao ukatupelekea ndani ya muda mfupi kuwajua waliotekeleza mipango ya kutaka kuipindua serikali. Watu wale wakafikishwa mahakamani kwa haraka sana. Wakafikishwa mahakamani haraka sana kwenye maeneo yote ambako vurugu zilitokea: Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Songwe. Kwa hiyo kwa hatua hiyo tayari taifa lilikuwa limeshafanikiwa kuwafahamu waliotaka kufanya mapinduzi kwenye nchi yetu, na likawachukulia, serikali ikawachukulia hatua. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mama ni mtu muungwana sana, hayuko hapa kulipiza visasi, hayupo hapa kutesa watu bure, akaona kwamba kwa kuwa kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaka kupindua serikali ni uhaini na adhabu yake ni kifo. Maana yake ni kwamba watu zaidi ya 500 ambao walikuwa wamekamatwa nchi nzima, kama wangeshtakiwa mahakamani kwa ushahidi ambao tayari ulishakuwepo, sababu sina shaka na ueledi wa DPP kwenye kupeleka mashtaka makubwa mahakamani, ana ueledi mkubwa sana, kwa sababu kwa kushirikiana na jeshi la polisi alikuwa ameshapata ushahidi kwamba hawa ndio waliotaka kupindua serikali na ushahidi upo. Lakini mama akasema hapana, hawa wakipelekwa mahakamani kwa ushahidi huu ambao DPP unao, hawa watakutwa na hatia, watanyongwa. Adhabu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa nchi ikiwa katika msiba wa watu ambao tumeambiwa ni 518 kwa mujibu wa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande, tayari tumeshapoteza watu 518 na zaidi. Halafu kesho yake mahakama ziende zikahukumu watu wengine zaidi ya 500 kwa kosa la kutaka kuipindua serikali, nchi ingekuwa na msiba mkubwa sana mpaka hapa tunapozungumza. Sasa kwa kuwa kuna falsafa yetu sisi Tanzania ambao muasisi wake ni rais, falsafa ya 4R, tukatumia R moja tu, inaitwa resilience, ustahimilivu. Mama akasema hapana, nchi inahitaji kuponywa zaidi kuliko kulipiza visasi. Hebu angalieni namna za kisheria, kwa sababu wengi walioshiriki hayo majaribio ya kufanya mapinduzi walikuwa ni vijana ambao walikuwa wamefuata mkumbo tu, walikuwa hawajielewi. Hebu angalieni namna muweze kuwafutia mashtaka. Wameshapata funzo na naamini hawatarudia tena. Rais analiambia taifa. Kwa hiyo zile kesi zikafutwa, licha ya adidu za rejea ambazo tume ilipewa, na licha ya ukweli kwamba rais alishawahi kuliambia taifa awali kwamba yaliyotokea yale lengo lilikuwa ni kupindua serikali. Matokeo yake jaribio likadhibitiwa licha ya kusababisha vurugu zilizopelekea vifo na uharibifu wa mali. Lakini tume iende ikachunguze tena. Sio kama mnanielewa.
Yaani tume iende ikachunguze kitu ambacho tayari tumeshaambiwa chanzo chake ni nini. Na katika nchi ambazo zina adabu, akishaongea mkuu wa nchi huwezi tena wewe kuja na kitu tofauti. Yaani mkuu wa nchi akishatoa ultimatum kwamba jambo hili linapaswa kuwa hivi au lielekee hivi, wewe huwezi tena kuja na majibu tofauti. Kwa hiyo utaona hata hotuba yenyewe, kwa sababu hii sio ripoti, hii ni hotuba. Hotuba ambayo ndio ilisomwa na Jaji Chande, kwa sababu ripoti bado haijasomwa, imekuja kurudia yale yale kwamba zilikuwa ni vurugu ambazo ziliratibiwa, zilipangwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo. Sasa swali linakuja, nchi yetu hii, nadhani katika nchi za maziwa makuu, lakini pia katika nchi za kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara na kaskazini mwa mto Limpopo, nchi yetu inaongoza kwa kuwa na intelijensia kubwa sana. Na ukitaka ujue, waambie Chadema watangaze maandamano hapa uone kama intelijensia haijafanya kazi. Chadema watangaze maandamano, kama kesho watafanya mkutano wa hadhara, utasikia tu taarifa za kiintelijensia zimesema kwamba huo mkutano wenu una lengo la kuvunja amani, kwa hiyo umefutwa au utafanyika. Ndio tumezoea sisi kuona vyombo vyetu vikifanya kazi yake hiyo kwa kutumia intelijensia. Hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande inatuambia watu hao waliotekeleza jaribio la kutaka kupindua serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo nchini miezi 6 kabla ya mwezi wa 10. Na mafunzo yalikuwa yanafanyika katika nyumba moja, ambayo nyumba hiyo ilikuwa umbali wa mita 10 kutoka kilipo kituo cha polisi. Yaani umbali wa mita 10 kutoka kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambao ndani yake kuna vijana wanaopewa mafunzo ya kuja kufanya jaribio la kupindua serikali ya Tanzania. Alafu polisi hawajui. Mimi nikiambiwa kati ya Rais Samia na Jaji Chande na muamini nani, mimi nitakwambia mimi namuamini Rais Samia. Mimi siwezi kumwamini Chande kwa sababu vyanzo vya taarifa vya Chande haviwezi kuwa sawa na vyanzo vya taarifa alivyonavyo rais. Watu wamevuka mpaka, rais anatuambia, kutoka nje ya nchi wameingia ndani ya nchi hii miezi 6 kabla ya uchaguzi. Vyombo vya dola vimekaa tu. Yaani tunaingiliwa, watu wanakuja wanafanya mipango yao, wanakuja kuitekeleza na kila kitu. Tunapoteza watu zaidi ya 500. Hatujui kama nchi imevamiwa. Ndio maana watu wanapokuja kudai uwajibikaji sio ugomvi binafsi uliopo kati ya wananchi na watendaji wa vyombo vya dola ambao leo wako madarakani. Hapana. Ni dhana tu ya kuonyesha kwamba nchi ipo katika utawala bora, utawala unaofuata sheria. Tuna mfano sisi hapa mwaka 1977 mwezi Februari, Rais Mwinyi alijiuzulu wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani. Na akina Peter Siovelo, akina Peter Kisumu walijiuzulu. Hata babake Pasco Mayala alijiuzulu. Na hatua zilichukuliwa. Huwezi kuwa na taifa ambalo ndani yake kuna watu zaidi ya 500, tena tunasema kwa kujisifu kama ni watu tu 500, yani ni vitu vya kawaida. Alafu mpaka leo hakuna mtu yeyote kawajibika. Nimemsikia profesa mmoja akisema hivi, katika nchi za Jumuiya ya Madola, tume za kichunguzi haziruhusiwi kuincriminate watu. Haziruhusiwi kutaja watu majina. Mimi huyo profesa namheshimu sana. Sana kabisa. Kwa umri, kwa taaluma yake, kwa mchango wake kwenye tasnia ya sheria. Lakini naomba nimkumbushe tu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2006 waliuliwa wafanyabiashara 3 kutoka Maenge, wafanyabiashara ya madini kule Mabwepande, na dereva taxi mmoja marehemu Juma Ndugu wa Manzese pale. Kelele zilipokuwa nyingi, Rais Kikwete akatumia mamlaka yake haya ambayo Rais Samia akayatumia, akaunda commission for inquiry iliongozwa na jaji wa mahakama ya rufani marehemu Jaji Kipenka Musa, na katibu wa tume ile alikuwa jaji sasa hivi wa mahakama ya rufani anaitwa Jaji Elieza Feleshi. Tume ile ya uchunguzi ile iliyoundwa na jaji na Mheshimiwa Rais Kikwete ilikuja na majina. Kwa hiyo leo tunapoambiwa kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haiwezi kutaja majina ya watu ambao wamehusika kwenye jinai, eti ni uzoefu wa nchi za Jumuiya ya Madola, huo ni uongo mchana kweupe kabisa. Kwa sababu sisi kama taifa sio mara ya kwanza kuunda tume za uchunguzi kuhusu jinai ambazo zimefanyika ndani ya nchi yetu.
na tume hizo zikaja na majina ya watu wakawajibika. Tume ya Jaji Kipenka ikaja na ripoti kwamba polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na aliyekuwa kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Abdalla Zombe, kamishna msaidizi wa polisi, walihusika kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Na mapendekezo ya tume ni kwamba wale watakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kwa kufikishwa mahakamani, na walifikishwa mahakamani. Leo tuna watu 500 wamekufa. Watu 500 wamekufa. Na tume inasema kwenye hotuba yake Jaji Chande, inaweza idadi ikawa zaidi ya hiyo. Jaji Chande anasema hivi, idadi inaweza ikawa zaidi ya hiyo. Huoni mtu yote akitajwa hapa. Lakini mbaya zaidi, Jaji Chande anasema maiti 219 kati ya watu 518 waliokufa zilifanyiwa uchunguzi chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka. Hiyo sheria inaitwa The Inquest Act. Ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania. Anasema Jaji Chande kwamba tume ikamwamuru pathologist, yani daktari bingwa wa uchunguzi wa maiti, akachunguze zile maiti zimekufa kwa sababu gani. With all due respect, kwa heshima zote kwa tume na wajumbe wake, tume haikuwa na mamlaka kisheria kumwambia yule pathologist achunguze maiti za watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha. Kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, The Inquest Act, ambayo ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania, kinasema mwenye mamlaka ya kutoa amri miili au mwili wowote ambao unadhaniwa umetokana na kifo chenye mashaka uweze kufanyia uchunguzi ni corona. Na atafanya hivyo hiyo corona kwenye mahakama inayoitwa Corona Court. Na mwenendo wa uchunguzi wa maiti hiyo unaitwa inquest proceedings. Tume ina majaji wakuu wawili wastaafu. Hailijui hilo. Yaani tume ikainuka, ikaenda Muhimbili pale, ikamwambia jamani chunguzeni. Na yule pathologist kwa sababu naye hajui sheria, naye akaenda kuchunguza. Ndio maana unakuja kuona kwenye hotuba yake ya siku alipokuwa anakabidhi ripoti, manake narudia tena, hii sio ripoti. Anasema baadhi ya maiti zilikutwa zina ncha, vifo vyao vimetokana na ncha kali. Ingekuwa ni Corona Court imekaa kuchunguza hiyo miili iliyookotwa baada ya vurugu au wakati wa vurugu, ripoti isingesema kwamba ni kitu chenye ncha kali. Mimi Peter Madereka ndio mtu wa mwisho kuanzia mwaka 2022 kusimamia kesi ya uchunguzi wa kifo chenye mashaka kwenye mahakama ya uchunguzi inaitwa Corona. Tangu wakati huo hakuna mahakama yoyote hapa Tanzania imewahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hata hii taarifa tunaokuja kuambiwa kwamba hivi vifo 200 watu maiti 219 zilifanywa uchunguzi na mtaalamu kabisa wa miili ya watu waliokufa, ni taarifa ya uongo. Kwa sababu mwenye mamlaka kufanya vile ni Corona. Na mamlaka, chombo chenye mamlaka ni Corona Court. Nendeni mkasome The Inquest Act. Na kifungu cha 10 kile kifungu kidogo cha kwanza kiko wazi kabisa. Tume haijatuambia hivyo kwamba ilifuata huo utaratibu, lakini licha ya kukubali kwamba hiyo miili ilifanyika kwa kutumia sheria ile. Ukitaka kuitumia ile sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, utaratibu ni kwamba lazima ifunguliwe mahakama ya uchunguzi. Na sio tume iinuke iende Muhimbili ikamwambia yule jamaa mochwari pale kwamba bana maiti hizi hapa 10 chunguza, alafu tufanyage hivyo. Yote ambayo yangefanywa na tume yalitakiwa yatokane na sheria. Hata idadi ya hivyo vifo, idadi ya vifo inatajwa katika ukurasa wa 25, ukurasa wa 25 mpaka ukurasa wa 26 wa hotuba ya mheshimiwa mwenyekiti Jaji Chande. Anasema hivi, na naomba ninukuu: tathmini ya tume ni kuwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambapo wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Vingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, unnatural. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo, na naomba watu wenye calculator hapa, watu wenye mashine ya kujumlisha, wajumlishe hizi takwimu sasa.
Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo 182, jumlisha hapo 182, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza vifo 90, Mbeya vifo 80, na mkoa wa Arusha vifo 53. Ukijumlisha hizi namba hiji 518. Kwa hiyo hata hii namba yenyewe ni ya uongo. Namba ni ya uongo. Yaani 182 jumlisha 90 jumlisha 80 jumlisha 53. Jibu haliwezi kuwa 518. Sasa narudishe nyuma kidogo. Awali niliwaambia wakati Mheshimiwa Rais Samia anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6, alisema nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti jaribio la mapinduzi ilikuwa ni nguvu stahiki. Tume inatuambia kwamba polisi hawahusiki. Yaani una nchi ambao kuna jaribio la mapinduzi linataka kufanyika, jaribio linadhibitiwa, mapinduzi yanashindwa, afu unaambiwa vyombo vya dola hata havihusiki. Sasa aliyedhibiti yale mapinduzi ni nani? Yaani hii haihitaji hata kuwa na degree, kwa sababu tume ilipokuwa inatoa hiyo hotuba ilikuwa inajua kabisa inatoa hiyo hotuba na inasikilizwa na watu wenye akili timamu, sio vichaa. Hiyo hotuba kwamba vurugu zimetokea na hatuwezi kuziacha vurugu ziendelee kwa sababu zimepangwa kufanywa hizo vurugu na wahuni kama wenyewe wanavodai, wahuni tu fulani hivi. Vurugu zinadhibitiwa. Wanaoweza kudhibiti vurugu ni majeshi yetu sisi. Na watu waliokuwa wanafanya hizo vurugu hawezi wakawa walikuja mikono mitupu. Tuamini hivyo, maana tumeambiwa walikuja na mawe na marungu na mikuki na mishale na silaha za moto. Hawa walidhibitiwa na nguvu ilikuwa ni stahiki, na mwisho wa siku vikatokea vifo. Unawezaje ukasema jeshi la polisi au vyombo vingine vya dola katika eneo hili tu kwamba havihusiki, licha ya kwamba nguvu iliyotumika ni kubwa au ni ndogo? Hilo ni jambo lingine, lakini unawezaje kuviondoa kabisa wakati rais anavipa sifa na sisi wananchi tunatakiwa tutoe kongole, kwa sababu vinginevyo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Ripoti inasema vile vyombo bana vilikuwa havihusiki. Unaona? Kwa hiyo kuna wakati ukianza kufuatilia mambo yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba 2025 mpaka leo, usipochanganyikiwa utakuwa na neema ya Mungu. Yaani ukiwa unafuatilia haya mambo, kwa sababu kila siku kuna taarifa mpya. Tuliambiwa vijana kutoka nje ya nchi, lakini Kisutu pale hakuna kijana hata mmoja raia kutoka nje. Pale Kisutu kwenye ile hati ya mashtaka ambayo tuliiona pale, hakuna kijana kutoka nje ya nchi hata huyu mmoja. Na mimi siwezi kuamini taarifa za kuokoteza. Mimi naamini taarifa rasmi zinazotolewa na mamlaka sahihi ya serikali ambaye ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo utakuta hapa idara ya uhamiaji hapa ambayo inahusika na udhibiti wa mipaka na namna gani wageni wanaweza kaingia na kutoka, lazima iwajibike. Tumeshaambia kuna watu kutoka nje waliingia, kuna watu walipwa fedha. Jana nimemsikia makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mzee Wasira, mzee mkongwe kabisa ambaye anaijua hii nchi ndani na nje, juu na chini, anakuambia wale waliolipwa zile fedha sio mainjinia, kwa sababu huwezi kumlipa injinia shilingi 10,000, 50 au milioni 5 aende akaandamane. Mzee Wasira manake anakubali watu walilipwa. Watu wanazaje kulipwa? Ni situ yani watu vyombo vimekaa tu basi, walau kwa kushindwa kutimiza wajibu waandike barua tu. Unajua inawezekana watu ambao wataki kujiuzuru wataka wambebeshe lawama rais. Mtu yote muungwana anayempenda rais kwa haya yaliyotokea, unaamka asubuhi kama ulipewa heshima ya kuteuliwa kushika uongozi kwenye chombo fulani, kwenye taasisi fulani, unaamka asubuhi unaandika barua, Mheshimiwa Rais nakushukuru kwenye hili ili wewe usafishike, ili wewe uwe salama.
mimi naomba niwajibike kwanza kwa hiki ambacho kimetokea. Niwe na makosa ama sio, sina makosa, hayo atakuja kujulikanaga mbele. Na mbele akija kujulikana kwamba wewe ulikuwa una makosa, huwezi kubaki hivi hivi. Ndio maana Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi baada ya kujiuzuru mwaka 77 alikuja kuwa rais wa Tanzania. Kwa sababu kila mtu alijua kwamba mzee Mwinyi hakushiriki chochote katika yale yaliyokuwa yametokea wakati ule. Lakini sasa leo kuna shida imetokea. Na bahati nzuri ripoti inasema hivi, hii hotuba hii inasema hivi, hawajataja majina kwa sababu mamlaka za kiupelelezi, mamlaka za kiupelelezi zipo kazini wakati wote. Mamlaka za kiupelelezi ziko kazini wakati wote, hazijazuiwa kufanya majukumu yake. Sasa kama mamlaka za upelelezi zipo kazini wakati wote, mamlaka hizo zilishindwaje kujua kwamba kuna chumba fulani, kuna nyumba fulani pale chini mita 10 kutoka kituo cha polisi kuna watu wanafanya mafunzo ya kupindua serikali? Ni upelelezi gani huo kama sio afterthought? Leo tunataka kuunda tume tena nyingine ya upelelezi. Sisi tulishasema yanapotokea matukio kama haya, na si kila wakati tunapotoa maoni yetu tunatoa maoni haya kwa nia mbaya, hapana. Tulikuwa tuhitaji kupoteza fedha, tulikuwa tuhitaji kupoteza muda katika kipindi hiki. Tungeunda kitu kinachoitwa Judicial Commission for Inquiry, yani ni tume ya kimahakama ya uchunguzi, ambako ndani yake ina mamlaka ya kuwaita watu kuja kutoa ushahidi. Tume inatuambia ilikusanya ushahidi, imehoji watu 63,000 na ikapata ushahidi. Hakuna ushahidi ambao unaweza ukawa reliable, yani ukategemewa katika kufikia hitimisho, ushahidi ambao hauna madodoso, yani cross examination. Report hotuba hii inatuambia hivi, kuna watu walikwenda kutoa ushahidi kwa njia ya kiapo, kwa maana ya affidavit. Ukishatoa affidavit, hiyo affidavit ni lazima iwe countered, lazima ipingwe na kiapo kingine kinzani, ndio unakuwa ushahidi umekamilika. Alafu tudaiachia mamlaka sasa inayopima credibility ya huo ushahidi. Huu sio ushahidi, hao walipata taarifa. Kuna tofauti kati ya information na evidence. Hii sio evidence. Sisi tuna sheria hapa Tanzania, sheria ya ushahidi ambayo ni sura ya 6 ya sheria za Tanzania, the Evidence Act. Inaeleza mambo haya, namna gani ushahidi unapaswa kutolewa, namna gani ushahidi unapaswa kutumika katika kufikia hitimisho kwenye shauri ambalo liko mahakamani. Sasa hii tume ya uchunguzi ilikuwa sio mahakama, na kama ilikuwa sio mahakama, ilikuwa haina uwezo wa kupokea ushahidi. Ilichokipokea ni taarifa. Naomba tuelewane hapo. Tume ya uchunguzi ilikuwa sio tume ya kimahakama, na kama ilikuwa sio tume ya kimahakama, ilikuwa haiwezi kupokea ushahidi, kwa sababu huwezi kupokea ushahidi kwa jambo ambalo sio kesi. Ushahidi unapokelewa mahakamani kuthibitisha au kupinga madai yaliyoko mahakamani yanayobishaniwa na pande mbili tofauti, ndio tunapokea ushahidi. Sasa huyu anasema hiki na huyu anasema hiki. Hii ilikuwa ni tume ya uchunguzi. Kwa hiyo tume ya uchunguzi huwa inakuja na taarifa, inapokea taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Sasa taarifa inaweza ikawa ni ya uongo au inaweza ikawa ni ya ukweli, lakini hapa tunataka kuaminishwa kwamba taarifa ambayo tume ilikuwa ikipokea, ambao eti ni ushahidi, ni ukweli. Tume wakati inaanza kazi yake, tume ilianza kufanya kazi kwa kurusha mubashara proceedings zake. Ilikuwa inarusha shughuli zake mubashara, live. Watu wanaenda pale wanatoa taarifa zao, sio ushahidi, taarifa, kwa sababu wale watu walikuwa hawahojiwi kidodoso, kwa maana ya kufanywa cross examination. Kwa hiyo walikuwa wanapeleka taarifa za upande mmoja. Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwali akiwa mzima. Taarifa hiyo bibi umwa hivi amna, licha ya kwamba watu waliona mubashara kwamba bibi anatoa taarifa yake mbele ya tume, akiamini yale anayoyatoa kwenye tume yatakuwa ni sehemu ya ripoti ya tume. Kwenye hotuba yake Jaji Chande hajaongelea kabisa hiyo taarifa. Na hao watu wa mochwali waliompeleka huyo bibi wa watu kule mochwali bado wapo kazini. Kuna mama anaonekana
anajulikana anapokaa. Alisema mume wake alitoka nje kuangalia tu kinachoendelea huko ndani, alipigwa risasi mume wake. Taarifa ya huyo mama hapa hamna. Sasa sitaki kusema ripoti ni ya uongo au hotuba, of course, kwa sababu ripoti hatuna, lakini ndio tumepewa hiyo hotuba tuichambue. Ripoti hatuwezi kuichambua kwa sababu sio mali yetu, ni mali ya rais. Tume ni ya rais na ripoti ni ya rais, na wala hatuwezi kujua kilichoandikwa kwenye ripoti. Sisi tulichonacho ni hotuba ambayo ilisomwa hadharani, kwa ndio tunayo hapa, tumeprint. Mnielewa bana? Huwezi kuzungumza vifo vya watu waliokufa katika mazingira yenye mashaka ukaacha kuunda corona court. Mahakama ya uchunguzi haipo hapa. Ndio watu tulisema mwanzo kwamba jamani, sikilizeni, tusipotezeane muda, tuunde tume ya kijaji itakayo watuhumu watu in the first place. Kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia, usalama wa raia na mali zao. Kama raia 500 hawako salama mpaka wanakufa, wataka kuniambia majukumu ya polisi hapo yametekelezwa ipasavyo? Na anayepaswa kuulizwa hapo ni nani? Kwa hiyo huyo ndio anatakiwa kwanza aitwe sasa, ajieleze yeye huo wajibu wake alitekeleza kiasi gani. Tunaanzia hapo, naye atamtaja mwingine, hivyo tunaenda mpaka watatajana huko. Alafu mwisho wa siku tunapata hitimisho, alafu tunakuja pamoja. Haiwezekani. Mimi nimeshangaa sana, yani Jaji Chande anaenda kumwambia mtu wa mochwali achunguze miili, wakati Jaji Chande ni mwanasheria ambaye amebobea sana, anajua kabisa namna gani miili iliyokufa au miili ya watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha inavyopaswa kuchunguzwa. Hajalifanya hilo, yeye kaenda kutoa amri kule, chunguzeni hii miili 219, anasema kwenye hiyo hotuba yake. Sasa haiwezekani. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.